Huyo mtu wako kama unaona haumuelewi, awe ni mume, awe ni mchumba, awe ni mtu wako unaona kama haumuelewi na unataka umfanye asikuache, wala sio na mawazo kabisa ya kuachana na wewe, basi utafanya hili zoezi nitakaloelekeza leo. Kwa kutumia njia hii utakwenda kufanya mwanaume wako asiwazi kabisa kuachana na wewe, na hili zoezi sio la kumfanyia mwanaume tu peke yake, bali unaweza hata mwanaume akamfanyia mwanamke pia, ili kumfanya asifikirie kabisa kuachana naye. Yaani kiufupi njia hii unaenda kumtuliza huyo mtu wako, kumfanya awe wako peke yako na asiwazi kuondoa mguu wake kwenye nyumba mnayoishi pamoja. Ndio nia kabisa ya zoezi hili ninaloenda kufundisha leo. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu, na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kile tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Katika zoezi hili hautahitaji vitu vingi wala vifaa vingi, bali unahitaji kitu kimoja tu. Na kwenye zoezi hili unahitajika kuwa na fagio. Na fagio hili halijalishi ni fagio la aina gani, ili mradi ni fagio ambalo huwa unatumia kufagilia ndani kwako. Liwe ni fagio la chelewa, liwe ni fagio, yani ili mradi fagio hilo huwa unalitumia kufagia. Hilo ni fagio ambalo tutalitumia leo kwenye kwenda kufanya zoezi hili. Yaani ninavyosema hivyo namaanisha kwamba fagio lisiwe jipya, yani umelitoa tu dukani ukaja kufanyia hili zoezi, kisha fagio umelitumia angalau kidogo kwa muda, kisha ndipo utakapoweza kutumia fagio hilo kuweza kufanya njia hii au spell hii ya kumtuliza mtu kwako, kufanya asiwaze kabisa kuachana na wewe. Kama ni mume wako, asiwaze kabisa kuondoka kwenye nyumba kwenda kwa mwanamke mwingine, wala kuondoka kwenye himaya yako. Kwa kutumia njia hii ya fagio, basi utakwenda kumtuliza kwako, kumfanya asiwaze kuondoka kwenye maisha yako wala kuachana na wewe. Baada ya kuwa umeshachukua fagio lako lile ambalo umeshaliandaa, basi natakiwa hakikishe wakati fanya hili zoezi yule mtu wako au mwanaume wako awe yupo ndani, au kama ni mke wako unamfanyia basi awe yupo ndani. Basi utachukua lile fagio sasa. Ukishachukua lile fagio utatakiwa kuliweka katikati ya mlango. Sio kulisimamisha, yani kama unalilaza katikati ya mlango pale. Njeni kama unatoka nje, yani ukitoka ukiwa ndani ukitoka nje, pale pale mlangoni tu unalilaza lile fagio. Na ukiwa umeshalilaza lile fagio pale katikati ya mlango, hakikisha muda huo yule mwanaume lazima atatoka nje, au kama ni wewe mwanamke lazima atatoka nje kupitia huo mlango. Na ikiwezekana inatakiwa aliruke lile fagio kutoka nje. Kwa hiyo inatakiwa uhakikishe wakati unaliweka ile fagio ni muda ambao unahakika atatoka, lazima atapita huo mlango kutoka nje. Basi atakapoliruka lile fagio kutoka nje, hapo utakuwa umekamilisha zoezi lako. Ila wakati unaweka lile fagio pale chini, inatakiwa uweke na manuizi. Manuizi ni kwa kusema wewe fulani fulani, taja jina la huyo mwanaume wako, sijui ndio mwanamke wako, mtu wako yoyote unataka sasa ndo aliruke ile fagio ili atoke nje. Basi utaanza kwa kunuia kwamba wewe fulani fulani napoweka fagio utakapoliruka, usione njia nyingine ya kwenda sehemu yote zaidi ya kurudi hapa nyumbani. Utanuia vyote unavyovitaka kuhusu huyo mtu, kwamba asije kafikiria kuachana na wewe wala kuondoka hapa nyumbani wala kwenda sehemu nyingine yoyote kwa mwanamke mwingine au kwa mwanaume mwingine. Unanuia kisha unaliweka lile fagio lako. Sasa unakuwa kazi yako ni kuhakikisha sasa pale unawinda ili asije akaruka kabla bila usije akatoka nje akaliokota lile fagio. Ni inabidi uhakikishe analiruka lile fagio kutoka nje. Yaani aruke, yani aliruke lile fagio akiwa anatoka nje ya mlango. Basi kwa kufanya hivyo utakuwa umekamilisha spell yako hii. Hakika yule mwanaume hata ende wapi atarudi nyumbani, hataweza kufikiria wala kuwaza kuhamia kwa mwanamke mwingine, au kama ni mwanamke hatafikiria kuhamia kwa mwanamke mwingine utakapokuwa umemfanyia spell hii kwa kutumia fagio. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, lakini pia napenda kusisitiza kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti video mpya. Asante.